ni hatua hii hapa ya ujenzi wa hili dude hili. Unaona bana, jana ndio tulikuwa tunalipiga hili. Kama nilivyosema, sio hatua nyepesi, shughuli ni nzito. Lakini tumesema tumeendelea kukaza, tunamwomba Mungu mwisho wa siku kwanza tupate, na hii ni sample moja ya kwanza kabisa, sehemu moja muhimu sana ya kwanza kabisa ya gari ambayo ni bonnet. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2020. Ni siku nyingine tena ambapo ni Jumapili, lakini kama umekuwa ukifuatilia mwanzo kabisa, tulipoanza kufanya kazi hapa KP Motors, tulianza kwa kutaka kutengeneza kwa kutumia mabox, kupata shape ya gari yetu ya size kubwa kabisa ile inayotakiwa yenyewe, lakini material ambayo tulinunua tuligundua haifai, kwa sababu ukitaka kuipinda hivi upate mbonyeo yenyewe ilikuwa inakatika. Umeona? Hatukusikitika kwa sababu tukajua kabisa hii material tutaitumia kwa vitu vingine. Tukaja tukaingia kwenye bati katika kutengeneza shape ya bonnet. Bati siku ya kwanza ukaliona, ikaja tukakataa, tukapiga bati la pili, ukaliona, bado hatujaridhika. Na tunafundishwa kwamba ukitaka kitu kifanye vizuri, kirudie hicho kitu. Yaani usiporidhika kirudie. Na kuridhika kunatokana na nini? Angalia kile kitu kama kinahusisha masuala ya vipimo, je, vipimo viko sawa?
yani watu wote wamejitahidi sana, lakini we can do better than this. Umeshafahamu bwana? Njoo kuonyesha ya kwanza kabisa ambayo ni ya box ile. Ya kwanza ya box ilikuwa hii hapa hii. Ona bwana, inayo pia hii tukatalia hii. Kwa sababu hii ndio ile box iliyopinda lile. Ona bwana, ulikuwa ukitaka kupanda mgongo huku linavunjika. Umeona bwana? Kaliweka pembeni. Tukaenda kwenye ile hatua ya pili na hatimaye ya tatu. Sasa ya tatu pia hatujaridhika. Kwa hiyo kama ya tatu hatujaridhika, nini kinatokea? Leo nataka tutengeneze, nakuja kukata haya maboksi haya kwa ajili ya kutengeneza 3D shape ya maboksi. Yatapangwa pangwa hivi kupata shape ambayo baadaye tutajaza udongo katika yale maboksi ambayo tulikuwa tumeyapanga. Hii kitu nilipata usiku. Tukishajaza udongo, baadaye tuna smooth kisha mpaka umekaa level. Sasa kwa kuwa haya tutakavyokuwa tunayakata, shape ya bonnet yetu sisi nyuma ni hii, ndio utaiona. Ndio maana ukizunguka kwa huku utaona namna ambavyo unaiona hiyo shape hii. Shape hiyo hapo ndio shape hii hapa. Ndio shape hii. Umeona? Lakini sasa kuipata hiyo nayo ni kashesha. Kwa sasa tutatumia mfumo wa kucheza na hizi. Ndio nataka nianze kuzichora hapa na kuzipima. Baadaye tunazibandika na gundi, zikishakaa baadaye tunakuja kujaza udongo ule ambao wanafyatulia matofali ule, ambao mara nyingi unakuwa sio mbichi, sio mkavu, lakini pia hautoti sana. Baada ya hapo tuna usmooth ule vizuri. Tukimaliza hatua hiyo, tunakuja kubandika kama gundi juu yake la nailoni, ili baada ya hapo tunakuja tunacheza na fiber. Kwa mchezo wa mwisho tunakwenda nao sasa hivi hapa ni mchezo wa fiber twenzetu. Mabox tunafanya mabox kwa sababu tunataka tuweze tukishaitengeneza
Motors, leo ni tarehe 23. Rasmi leo ni siku ya pili. Jana tumeanza na bati. Leo tarehe 23 mwezi wa 7 ni siku ya pili tangu tumeanza kucheza na haya mabati ambayo unayaona. Nimesema sio kazi nyepesi. Jana tulianza namna hii. Leo tumefikia hatua hii. Kile kipaa cha juu cha boneti ambacho nilisema tunakitafuta tumekuja kupata hii. Hatujaridhika. Naanza upya kwa sababu kumbuka hii ndio inakwenda kutengeneza dai, ndio itakayokuwa kopi ya maboneti yote ya magari yetu yote. Kwa lazima kitu kiwe kimetulia. Sasa jana walikata na kuchoma, na najua hizi sabati zimekataa kwa sababu ya kuchoma. Ngoja nikuonyeshe sehemu ambazo zimekataa. Sehemu ambazo zimekataa ni kwamba unaona huku upande wa kushoto kama kumelala, afu kulia kumevimba. Kuna eneo hili hapa hili limevimba hili, sawa? Huku kumelala. Umenipata? Na haya ni matokeo ya hii tuliamua kuchoma ili bati litengenezwe ligongogongwe lenyewe mpaka likae sawa bila ya kukata. Kwa sisi tulifanya ili ilikuwa ni bati moja, tulichokifanya likakatwa hapa, likakatwa na hapa, afu tukachoma. Ndio hapo tulipokosea step. Sasa leo tunakata bati jingine tena. Sawa? Yes, tunakata bati jingine tena. Chukua rula. Piga mstari huu hapa. Umeona? Chukua rula. Alafu tunakwenda. Unaona bana? Leo tunataka tusichome. Leo tunataka tugonge ile bati mpaka likubali. Nimewaambia sio kazi nyepesi. Tutatumia vifaa vyetu vingine hapa, lakini sio kazi nyepesi hata kidogo. Bwana, tarehe 22 tuko tena KP Motors, tunaendelea. Tumechukua mabati sasa hivi tunayakata kwa ajili ya bana pita umo baba. Usitoke bwana. Haya. Ua.
Kwambie kwa nini tunahangaika hivi. Sisi tunataka kutengeneza punching machine au pressing machine au jina lote ambalo utalijua, lakini sisi tunataka tutengeneze mashine ambayo kuna vyuma vitakavyokuwa vina shape ya bati ya maeneo tunayoyataka, kuanzia kwenye bonnet, kuanzia kwenye milango. Kwa hiyo hapa tunachokifanya, tunatengeneza shape ya awali, alafu tunaipeleka kwa wataalamu wa kumimina chuma. Hawa wataalamu wa kumimina chuma wanachokifanya, wanamimina chuma kufuatana na shape ya kile ambacho tumewapelekea, na tunapowapelekea ni kwamba lazima tuwe na uhakika wa kile tunachotaka. Sasa baada ya hapo ni kwamba sisi tutakuwa tugongi tena ya mabati, tutakuwa tunatumia vyuma tu kupress namna hii, vyuma ambavyo vina M na K. Ukiingiza bati katikati, ukininya, inatoka shape ya kile kitu ambacho unakuwa unakitaka. Dai inakuwa wanaita dai. Sio shughuli nyepesi. Mimi naendelea. Hii iko sawa hii, si ndio? Haiko sawa? Iko sawa. Almost sawa. Iko sawa hii. Njoo. Iko sawa. Ilikopungua ni kuna sehemu imeingia ndani, ambapo sisi sio tatizo. Kwa sababu gani? Huku ndiko ambako kona zitalala.